Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Bwana wetu Yesu Kristo azidi kupewa sifa sana. Ni siku nyingine tena hii Baba yetu wa mbinguni ametupa nafasi. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa neema yake iliyokuu maishani mwetu na fadhili zake na uaminifu wake na wema wake. Ni nafasi nyingine Baba wa mbinguni ametukusanyisha tena pamoja. Nasi kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tumekusanyika. Tuna ibada ya kujifunza neno la Mungu ambalo ndio kweli, ambalo ndio taa, ambalo latosha kabisa kututoa kwenye maangamizo yetu yote. Mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Ndivyo neno la Mungu linatuambia. Tutaifahamu kweli na kweli itatuweka huru. Kweli ni neno la Mungu, kweli ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninasema nawe ni Mama El wa Jesus is the way. Kwa moyo wa furaha kabisa, nafurahi kusimama katika nafasi hii kukuletea wewe habari njema, habari za ushindi. Amen. Na imani yako yote weka kwa Mungu Baba aliye hai na katika neno lake ambalo latosha kabisa kukuokoa wewe mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu ameuachilia katikati yetu unasema ya kwamba anayechukua dhambi za mwanadamu ni Yesu Kristo pekee. Kwa hiyo anayechukua dhambi za mwanadamu ni Yesu Kristo peke yake. Hakuna chochote ambacho au mtu yoyote, haijalishi ana jina gani, ana cheo gani, hawezi kuzichukua dhambi zako. Ni Yesu Kristo mwenyewe. Na ningeomba Mungu akupe neema katika muda huu muda mchache tu. Hebu tulia upate kusikia neno la Bwana. Taifungua ibada hii kwa maombi. Baba yetu wa mbinguni na duniani, ninasema asante. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Umetukusanyisha tena kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tuseme nini juu ya haya? Asante Baba yetu wa mbinguni, tumeuona ushindi wa damu yako kwenye kila eneo la maisha yetu. Umetushindia vita vya siri na vya wazi. Umetuokoa na mitego yote ile muovu. Hakika sisi ni washindi pamoja nawe, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tuseme nini? Jina lako lizidi kutukuzwa kupitia kila hatua ya maisha yetu. Ufalme wako ukazidi kudhihirika na kuonekana kila eneo la maisha yetu. Asante Baba kwa ajili yangu na watoto wako wa Bwana ambao Baba tumekusanyika sasa. Ni sisi wateule wako, wanafunzi wako uliotuchagua, ukatupenda upeo. Asante Baba yetu wa mbinguni. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Katika nafasi ya ukuhani Baba umenisimamisha. Nami katika agano la damu yako takatifu ninaingia na wateule wako kwenye kiti chako cha rehema na neema. Asante Bwana Yesu kwa kuwa uliimwaga damu yako ili sisi tupate ukombozi, wokovu, msamaha wa dhambi. Asante kwa msamaha wa damu yako. Na kusihi Baba rehema zako na neema yako juu yangu na juu ya watoto wako wa Bwana. Uturehemu sisi, utusamee popote tulipokosa, iwe ni kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Na damu yako Bwana Yesu itusafishe na mioyo yetu Bwana isafishike kabisa kwa damu yako takatifu ya agano jipya. Asante kwa kuwa kwako kuna msamaha ili jina lako liogopwe. Ni sisi Baba watoto wako tunahitaji kusikia kutoka kwako. Roho Mtakatifu wa Mungu, asante kwa maana uko katikati yetu. Asante kwa maana unakwenda kulithibitisha neno hili ya kwamba ni la kwako Baba Mungu na limetoka kwako. Kwa ishara na maajabu na miujiza endelea kudhihirika katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na utukufu wote, heshima na shukrani zirudi kwako Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Dhihirika Bwana, endelea kujifunua tukujue. Endelea kumfunua Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Jifunue tukujue Baba, tukuabudu, tuzidi kutumikia, tuzidi kukupenda kwa mioyo yetu yote, akili na fahamu zetu zote. Hakika tumekukimbilia we Bwana na kutumaini, hatutoaibika hata mara moja. Asante Bwana, takasa mioyo yetu tupate kusikia kutoka kwako. Weka moyo wa unyenyekevu wa kulipokea neno lako kwa unyenyekevu. Baba, tusaidie tusiwe wasikiaji tu bali pia watii.
katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye, tukale mema ya nchi kama ulivyosema katika neno lako. Baba, nasema asante. Roho Mtakatifu wa Mungu, takasa akili zetu, fikra zetu, tupate kuyaelewa maandiko. Nami Baba, nanyunyiza damu ya Yesu juu ya kila mmoja wetu, nikimwagia na kumnyunyizia damu ya Yesu masikio yetu, mioyo yetu ni damu ya Yesu, na kila mahali neno hili linapopita, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye, ninamwaga damu yako takatifu. Kwa jina la Yesu Kristo, neno lako la wokovu nalifungulia njia kwa ufunguo mkuu wa damu ya Yesu. Hakuna kiumbe chochote katika ulimwengu wa kiroho wala wa kimwili ambacho kitaweza kuzuia kusudi la Mungu ambao amelikusudia kupitia neno hili, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Malaika wa Bwana kashuke na kusikia nasi neno hili katika jina la Yesu. Malaika wa Bwana Yesu, mkalihudumie kanisa la Bwana. Malaika wa mavuno, mkawe tayari sasa kwa ajili ya mavuno. Na kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye, neno lako Bwana linaanguka sasa katika udongo ulio mzuri kabisa na kukuzalia Bwana zaidi na zaidi, 30, 60, 100. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Imo nguvu damuni mwa Yesu ya ushindi, ile nguvu ya damu yako takatifu Baba ya ushindi. Nami natamka ushindi wa damu ya Yesu juu ya kila mmoja Bwana, katika kulisikia neno hili Bwana. Neno lako Bwana li hai, likaponye, linaponya sasa, linaokoa, linafufua, linauisha. Oh, haleluya, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu amewachilia katikati yetu unasema ya kwamba lazima ujue anayechukua dhambi za mwanadamu ni Yesu Kristo peke yake. Kwa hiyo hakuna mtu yoyote au chochote kile, haijalishi huyo mtu ana cheo gani, yani ambaye anachukua dhambi za mwanadamu ni Yesu Kristo peke yake. Haijalishi huyo mtu anajiita ni nabii, haijalishi huyo mtu anajiita ni mtume, haijalishi huyo mtu anajiita ni mwalimu, ni nani. Wewe jua tu mwanadamu jambo hili, ya kwamba anayeweza kuchukua dhambi zako wewe mwanadamu ni Yesu Kristo peke yake, mwana wa Mungu aliye hai. Na niko hapa kukwambia hakika mwanadamu, usipoamini hili basi utakufa katika dhambi zako. Yohana, neno la Mungu katika Yohana 8 mstari wa 24, neno hili alilisema Bwana Yesu. Asema Bwana, kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu. Kwa sababu, kwa nini mwanadamu utakufa katika dhambi zako? Kwa sababu msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, yani usiposadiki ya kuwa Yesu ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Narudia tena hili neno, Yohana 8:24, asema Bwana, kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu. Kwa sababu, anatoa sababu, msiposadiki ya kuwa mimi ndiye, mtakufa katika dhambi zenu. Kwa hiyo kila mwanadamu asiyeamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye, huyu mwanadamu atakufa katika dhambi zake. Na akisha kufa, neno la Mungu linasema baada ya kufa ni hukumu. Hakuna sala za marehemu wapendwa. Yule tunatiana tu moyo sisi kama wanadamu. Sala za kumwombea su marehemu apumzishwe, hakuna hicho kitu. Maandiko ni Biblia hii, neno la Mungu linasema baada ya kufa ni hukumu. Kwa hiyo ni leo, wokovu ni sasa. Kuokolewa ni sasa, leo hii. Unapumzi au unapumua na neno hili limekufikia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma neno la Mungu katika Mathayo 1 ule mstari wa 21 mpaka 23. Neno la Mungu linatuambia hivi, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao atamuita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Mungu pamoja na wanadamu ndiye Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anasema
maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Yesu Kristo ndiye anayetuokoa sisi na dhambi zetu. Sasa huyu bikira alishachukua mimba. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mwanadamu, usikie maneno haya. Unabii huu umeshatimia. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kwa uweza wa Roho Mtakatifu, alishazaliwa duniani, akaishi duniani, akafa kwa ajili ya dhambi zetu sisi, akafufuka, yu hai, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba mwenye enzi, na atakuja kuhukumu. Sasa neno la Mungu linatuambia Bwana Mungu aliwatumia manabii wake kuyatabiri haya yote toka mwanzo, lakini haya yote yametimia. Yesu Kristo ameshakuja. Hatusubiri Yesu kuja kufa kwa dhambi zetu. Sasa hivi tunachosubiri ni Yesu kuja kutuchukua sisi tuliofungua mioyo yetu kumwamini. Unyakuo ndio tunausubiri sasa, na nyakati hizi ni nyakati za mwisho. Na kama vile neno la Mungu linasema, nyakati za mwisho maarifa yataongezeka. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe kuliko kumpenda Mungu, na ndivyo tunayaona haya. Watu watakuwa wenye kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Upendo wa wengi utapoa. Tunayaona haya. Sasa Yesu tunayemsubiri sasa hivi ni Yesu wa kuja kuchukua kanisa lake, ambalo ni sisi tuliomwamini. Hapa leo ninakwambia kwamba huyu Yesu, huyu mwana wa Mungu aliye hai, ndiye anayechukua dhambi za mwanadamu. Ikiwa leo hii utaamini, leo hii manake ukiwa hai. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa neno la Mungu linasema, naye atazaa mwana, yani Bikira Mariamu, nawe utamuita. Haya ni maneno ambayo malaika wa Mungu alivyomtokea Bikira Mariamu, akamwambia, nawe utazaa mwana, utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Kwa Yesu Yeshua ni Mwokozi, ndiye anayewaokoa watu wake na dhambi zao. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Isaya 53 mstari wa 4, neno la Mungu linasema ya kwamba hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Wakati Yesu anateswa, watu walijua anapigwa na Mungu na kuteswa, lakini neno la Mungu linasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa makosa yetu. Kwa hiyo mwanadamu unayenisikia, ishi tu ukijua kwamba Yesu Kristo alijeruhiwa kwa ajili ya makosa yako, na akachubuliwa kwa ajili ya dhambi zako, maovu yako, makosa yako. Ile michubuko unayoiona, damu iliyomwagika, ni kwa ajili ya dhambi zako wewe mwanadamu, na uovu wako na makosa yako. Mstari wa 6 katika Isaya 53, sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Yaani mwanadamu unanisikia, jua kwamba ishi tu ukijua bila Yesu wewe ni kama kondoo aliyepotea. Sasa ili Mungu Baba akupate kondoo uliyepotea, ili Mungu Baba akupate, ili mlazimu kumtoa mwanae Yesu Kristo, na juu yake neno la Mungu linasema ameyaweka maovu yetu, ameyaweka makosa yetu, ameziweka dhambi zetu. Hii ni Isaya 53 mstari wa 6, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Na ule mstari wa 8 asema Bwana Mungu anasema hivi, alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Yaani kupigwa kule kwa Yesu ni kwa sababu ya makosa yangu mimi na wewe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hii Isaya 53 mstari wa 10, neno la Mungu linasema, lakini Bwana, yani Mungu, aliridhika kumchubua, amemhuzunisha, atakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Kwa nafsi ya Bwana Yesu ndio sadaka ya dhambi ya mwanadamu, ndio sadaka ya pekee ya dhambi zetu sisi wanadamu. Kwa hiyo
Ukiambiwa sijui sadaka sijui za ukombolewe, ufutiwe dhambi, sadaka inayomfutia mwanadamu dhambi ni sadaka ya damu ya Yesu. Kwisha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno la Mungu linasema utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, yani sadaka kwa dhambi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mikononi mwake. Mungu ameyakamilisha mapenzi yake ya kumuokoa mwanadamu kupitia mwanaye mpendwa Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa mwanadamu, ishi tu ukijua ni mapenzi ya Mungu Baba kumtoa mwanaye Yesu Kristo ateswe, achubuliwe, auzunike, auzunishwe, afe kama dhabihu, kama sadaka kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na mstari wa 11 neno la Mungu linasema ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Amen. Kwa maarifa yake mtumishi wangu, asema Bwana, mwenye haki. Kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki. Yaani Yesu kwa kutusafisha sisi makosa yetu kwa damu yake anatuhesabia haki. Ni damu ya Yesu ndio inayomhesabia mwanadamu haki. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sio dini yako, sio dhehebu lako, sio mtumishi wako. Damu ya Yesu ndio inayokuhesabia wewe haki. Bwana Yesu apewe sifa sana. Naye atayachukua maovu yao. Huu ni mstari wa 11, ile Isaya 53. Kwa maneno ya Mungu ni mengi yanayotuonyesha kwamba huyu Yesu ndio anayechukua dhambi, anachukua maovu, anachukua makosa. Sasa itakuwa ni ujinga sana kwa kukimbilia watu wengine, kukimbilia vitu vingine ili upate kuokolewa, wakati Mwokozi Yesu, na neno la Mungu hili ninakwambia unalisikia, Yesu Kristo ndiye Mwokozi. Ukisikia Mwokozi, mkombozi ndiye huyu, amekuja kwa ajili ya kukukomboa mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ishi tu ukijua ni kupitia kwa Yesu Kristo ndipo kuna kufanywa kuwa mwenye haki. Hii ndiyo njia ya pekee Mungu Baba aliyoiweka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Isaya 53 ule mstari wa 12, sikia kwa makini, anasema kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosaji, walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amechukua dhambi zetu, ametuombea sisi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa ishi ukijua Yesu Kristo alikufa msalabani ili azichukue dhambi zako. Yaani ndio pointi yangu ya leo. Ishi ukijua Yesu Kristo ndio anayechukua dhambi za mwanadamu. Kwa hiyo usibaki na mzigo wa dhambi. Na kati tayari huyu Yesu ameshakuja duniani. Amekufa kwa ajili yako, amemwaga nafsi yake kwa ajili yako. Amechubuliwa, ameteswa kwa ajili yako wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa nikwambie, labda unajiuliza, nikishalijua hili nifanye nini? Sasa nakupa jibu. Haleluya. Kuna unayejiuliza, sawa, umeshaniambia kafa kwa ajili ya dhambi zangu, makosa yangu, nimeshasikia. Sasa mama Eli, nifanye nini? Nifanye nini? Nimeshalijua hili, nifanye nini? Nami nakupa jibu. Tubu na kuiamini hii Injili. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tubu na kuiamini hii Injili. Manake jigundue kwamba mimi ni mwenye dhambi, sasa ninamkimbilia Yesu. Amen. Bwana Yesu, naomba unisamehe. Unatubu kwake yeye, sio kwa mwanadamu. Achana na zile toba tunazoenda sijui wapi kutubu. Kwake yeye Yesu aliyekufia msalabani. Yuko hapo anakusikia. Afu amini kwamba, amini Injili hii, habari njema ya wokovu ndio hii ninayokupa sasa. Muamini Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amini kwamba alikufa na akafufuka kwa ajili ya dhambi zako. Ndipo utaokoka wewe na nyumba yako na kizazi chako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na usipo, yani kinyume cha hapa, kwa ambaye hutoamini au
amini, kwa ambaye hutoamini. Kama ukiamini, unaokoka wewe na uzao wako na nyumba yako na ndugu zako. Basi kwa ambaye hatoamini, basi hataokoka, yani atakuwa na maangamizo yeye, kizazi chake na nyumba yake. Yohana 3:16. Kumbuka hapa nakupa jibu. Unamuuliza ufanye nini? Nami nakwambia tubu na kuiamini hii injili. Injili ipi mama El? Yohana 3:16, neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu, tuseme wote kila mtu. Yaani napenda sana hapa. Ili kila mtu amuaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa, yani ule upendo mpaka akasema usitaki hawa wanadamu wapotee. Adamu alifanya dhambi na neno la Mungu linatuambia lile kosa lake limekuja mpaka huku kwetu. Sasa ili Mungu atuletee ukombozi wanadamu, akatafuta ukombozi huu wa mtoto wake ambaye Yesu Kristo amemtoa. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, na Mungu amenipenda mimi na wewe na yule, hata kiasi cha kwamba akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Haisemi dini, haisemi dhehebu, haisemi Mkristo, haisemi msiui Mhindu. Kila mtu. Kwa hiyo kila mtu ana nafasi ya huo wokovu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ieleweke ulimwenguni mote, kila mtu ana nafasi hii ya kumwamini Yesu na kuokolewa. Neno halijasema dini fulani ndio ina nafasi, au dhehebu fulani, au kabila fulani, au kigrupu cha mtu fulani. Hapana, bali neno linasema kila mtu atakayemwamini Yesu Kristo hatapotea, bali ataokolewa, na pia utakuwa na uzima wa milele. Una garantii ya uzima wa sasa na uzima wa milele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na Bwana Yesu alituambia, aniaminie mimi ajapokuwa anaishi hatokufa. Yani ile siku, yani wewe unakuwa tu unahamishwa. Haleluya. Unahamishwa tu kutoka ulimwengu huu kwenda ulimwengu mwingine mzuri zaidi kwa Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ule mstari wa 17, hii Yohana 3, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Bali ulimwengu uokolewe katika Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sisi tunaokolewa katika yeye. Hakuna wokovu mwingine mwanadamu, hutaupata sehemu nyingine, ni katika Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo katika Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, sisi tunapata kuokolewa. Kumbuka andiko lile ambalo tulipotoka linasema kwamba atawaokoa watu wangu na dhambi zao, asema Bwana. Yesu Kristo ndiye mwokozi. Yesu Kristo ndiye mkombozi. Mathayo 3:18, neno la Mungu linasema, amwaminie Yesu hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha hukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana wa pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, neno la Mungu linasema, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru. Yani asiyemwamini Yesu, unaishi hapa duniani lakini unaishi tayari katika hukumu. Na hii ndiyo hukumu, neno la Mungu linasema, ya kuwa nuru, Yesu Kristo ni nuru ya ulimwengu, imekuja duniani, lakini watu wanapenda giza kuliko nuru, na hii ndiyo hukumu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo kwa neno hili mwanadamu usipomwamini Bwana Yesu, tayari hukumu ya Mungu inakukalia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa swali lingine mtu anajiuliza hapa, ninamwaminije Yesu? Ninamwaminije? Nakupa jibu. Baada ya kusikia haya, baada ya kulisikia neno hili la Mungu na kupata kwako ufahamu moyoni mwako, hiyo ndio imani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na imani hii ndio inakupeleka sasa kumkiri Yesu kwa kinywa chako na kupata wokovu.
Mbona sijaelewa Mama Eli? Sikiliza. Neno la Mungu la Warumi 10 mstari wa 8 mpaka 12 natuambia hivi: lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako. Yani hili neno ambalo unalisikia sasa, yani ni lile neno la imani tulihubilio. Hii ni Warumi 10:8-12. Neno la Mungu linasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu Baba alimfufua katika wafu, utaokoka. Ndio maana ugomvi wa sisi watoto wa Yesu na yani ugomvi wa shetani, wa wapinga Kristo, wa wanaompinga Yesu, wanasema Yesu hajafufuka, na wanafundisha watu hivi, wanakana hii imani ili kuwapoteza wengi waingie katika ile hukumu ya milele, katika moto wa jehanamu. Kwa sababu neno la Mungu linasema, ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu Baba alimfufua katika wafu, utaokoka. Oh, haleluya. Imani unaipata kwenye neno la Mungu, kama hivi nilivyokuambia kwamba muamini Yesu, yeye ndiye Mwokozi, yeye ndiye mkombozi. Ndio neno la Kristo hilo ndio neno la Kristo limekujia kukupatia wewe wokovu. Kwa hiyo wewe lile neno unapolipokea moyoni, ukamkiri Yesu kwa kinywa ya kwamba ndiye Bwana na Mungu Baba amemfufua katika wafu, Yesu yupo hai, unaokoka. Tena sio kuokoka wewe tu, na uzao wako na nyumba yako, wafanyakazi wako. Bwana Yesu apewe sifa sana, na ndugu zako. Kwa maana kwa moyo mtu huamini, neno la Mungu linasema, hata kupata haki. Kwa hivi unavyoamini unahesabiwa haki, na kwa kinywa unakiri hata kupata wokovu. Unaamini unahesabiwa haki. Hatua ya kwanza ni imani, alafu kwa kinywa unakiri unapata wokovu. Kwa maana andiko la nena, kila amwaminie hata tayarika. Niko hapa kukwambia, kila anayemwamini Bwana Yesu hato tayarika, hato aibika. Toka ni geuke na kumgeukia huyu Yesu na kujikita kwake kweli kabisa. Nikasema iwe jua, iwe mvua, iwe usiku, iwe mchana, wanikatae wote, waniache wote, mimi nimeamua kumgeukia Yesu. Niko hapa kukwambia, tangu hiyo siku nilipofanya maamuzi, sijaaibika mpaka leo. Oh, haleluya. Sijaaibika. Yani kinyume chake ndio ninazidi kuinuliwa. Kwa sababu kwa moyo mtu anaamini, kwa kinywa anakiri hata kupata wokovu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kama upo tayari, amen, umeamini na upo tayari kukiri upate wokovu, karibu tufanye maombi haya kwa pamoja. Mimi nitakuwa naomba, naona nifuata vile ninavyoomba. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi utasema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, ninakuja kwako leo. Ninakuomba kwa damu yako ya agano jipya, unifanye mpya ndani yako. Bwana Yesu, ninatubu kwako. Ninatubu, ninakuomba unisamehe. Unisamehe dhambi zangu zote, makosa yangu yote, maovu yangu yote, na kila uovu unaonifuatilia, hata ule wa walionitangulia. Bwana Yesu, ninakuomba unisafishe na kunitakasa kwa damu yako ya agano jipya. Damu yako iliyomwagika kwa ajili yangu. Bwana Yesu, leo hii ninakufungulia kila mlango wa maisha yangu na kukukaribisha wewe. Ingia ndani yangu Bwana Yesu, uwe Bwana na Mwokozi na mfalme na mkombozi wa maisha yangu.
kama ulivyosema katika neno lako, unasimama mlangoni, nikikufungulia mlango, utaingia na kufanya makao ndani yangu, na hautonitupa nje kamwe, na wala hakuna wa kunitoa kwenye mikono yako. Leo hii Bwana Yesu, mimi kwa neno lako hili ninakuamini na kukukiri wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Na ninaamini kabisa umekufa na kufuka kwa ajili yangu. Mungu Baba alikufufua katika wafu. Upo hai. Na kwa sababu ya imani hii, asante kwa kuwa umeniokoa. Asante kwa kuwa umeniokoa Bwana Yesu. Asante kwa kuwa umechukua mizigo yangu yote. Ninakuomba sasa unibatize kwa Roho wako Mtakatifu. Na ninakuomba sasa unijaze kwa Roho wako Mtakatifu. Siku zote za maisha yangu nikuishie wewe, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Umeokoka. Umetoka kwenye ufalme wa giza, umeingia kwenye ufalme wa nuru. Umetoka kwenye hukumu, unahesabiwa haki. Mungu Baba amefuta makosa yako, amesema hatokumbuka kabisa dhambi zako. Kwa hiyo na wewe usije ukajihukumu wala usikubali hukumu za wanadamu. Simama katika msingi wa neno la Mungu. Usiumbishwe na kitu chochote. Neno la Mungu ndio taa, ambalo ni Biblia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kama una Biblia yako, anza kusoma kitabu cha Yohana. Amen. Habari za Yesu. Anza kusoma Agano Jipya, usoma habari za Yesu. Mathayo, Yohana, Luka, Marko. Soma habari za Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na karibu tujifunze neno la Mungu pia. Sasa nataka nikuombee. Ikiwa ulikuwa na mzigo wote ule, iwe ni magonjwa, iwe ni mzigo wote wa kifamilia, wa nini, anasema yeye, njooni kwangu ninyi nyote mliolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na kwenda kukuombea sasa. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watoto wako wa Bwana. Bwana Yesu, asante kwa neno lako lililo amina na kweli. Na kwa jina lako Yesu, kwa msamaha wa damu ya Yesu, damu yako ya Agano Jipya, ninatamka uponyaji kwa kila aliye mgonjwa. Kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo, uwe mzima sasa. Ninaenda kinyume kabisa na kila nguvu ya giza iliyoshikilia maisha yako. Kwa nguvu ya jina la Yesu, ninaamuru ipate kuachia sasa. Iwe ni falme za giza, iwe ni wakuu wa giza, iwe ni majeshi ya mapepo mabaya, mapepo machafu katika ulimwengu wa kiroho, iwe ni shetani na mawakala wake wote. Shetani, unasikia, hawa sio wako tena. Hati zako za mashtaka ulizokuwa unasimama nazo zimefutika kwa damu ya Yesu. Hukumu zako zote zimefutika kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo, ninakuamrisha kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu, achia maisha ya watoto wa Mungu hawa. Hawa ni wanafunzi wa Yesu sasa, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila eneo la maisha yao nalitamkia ukombozi wa damu ya Yesu, nalitamkia kufunguliwa na kuwa huru katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yawe ni malango ya familia, uchumi, uzao, uzima ni haki yao katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Imo nguvu ya wokovu kwenye damu ya Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu, nguvu zako na uwezo wako zikazidi kudhihirika kwa utukufu wa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu juu ya maisha ya watoto wako wa Bwana. Asante kwa kuwa umeahidi utotuacha wala hakuna wa kututoa kwenye mikono yako. Baba, natamka ujasiri ndani yao, wakasimame kwa jina la Yesu Kristo kwa ujasiri kabisa, na chapa zako Kristo zikaonekane katika ulimwengu wa kiroho na wa kimwili. Wote watakaoona wakajua kwamba hawa ni wateule wa Mungu Baba aliye hai, wamekombolewa kwa damu ya Yesu. Uovu hautawagusa tena, mabaya yote hayatawagusa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wako huru.
katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye. Na Bwana Yesu, umesema nguvu zote za ule adui umeziweka chini ya miguu yetu. Mwana simba na joka, nge na nyoka tunawaseta kwa miguu yetu. Basi Baba, ukawape kuijua kweli, na kweli ikazidi kuwaweka huru, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na wote tuseme amen. Amen. Mungu Baba akubariki sana. Na karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 718293144, na namba nyingine ni +255 Damu Yesu ikufunike. Yesu anakupenda. Thamani yako inapimwa na msalaba wa Yesu. Amen. Jithamini.